Uchekechaaji, usafishaji, uhifadhi na upakiaji ni ishara tosha kuwa msimu wa mavuno umewadia nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Sababu kuna vile vitu ambavyo nimevifanya vya zaidi kuliko hata mwanzo wakati nafanya biashara. Kukusanywa kwa mazao ya kilimo baada ya kukomaa au desturi ya kuvuna huashiria mwisho wa mzunguko wa uzalishaji kabla ya kuhifadhi na kusindika. Saizi wakakula chai nini hapa mambo yanaenda vizuri. Nakula muda mwingine kama kizungu. Hapa ni Chelowe, kijiji kilichopo kiasi ya maili 41 sawa na kilomita 67 kutoka halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe. Imenikwamua pakubwa. Kwa kipato ninachokipata hapa imenikwamua kwa kiasi kikubwa kwa sababu nasomesha watoto. Wakazi wa eneo hili kama walivyo wakazi wa maeneo mengine katika ukanda wa mashariki mwa bara la Afrika wanategemea zaidi rasilimali watu wakati wa mavuno. Changamoto kubwa ambao huwa inawakumba ni issue ya ubora. Kwa hiyo hata ukijaribu kuangalia unaona operations zinaendelea hapa, hiyo yote namna gani kampuni inavyozingatia hasa kwenye issue ya ubora. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, karibu katika makala Afrika Mashariki. Hii leo tunatuama kuangaza namna baadhi ya wakazi mkoani Njombe, nyanda za juu kusini mwa Tanzania, wanavyotumia msimu wa mavuno kujipatia ajira. Mwandalizi na msimulizi wako ni Malotini Nyoni. Nasema karibu tuwe sote hadi tamati ya simulizi hii kwa siku ya leo. Katika msimu wa mwaka 2022-2023 nchini Tanzania, uzalishaji wa mazao ya nafaka umeongezeka kutoka tani milioni 9,046,377.10 mwaka 2021-2022 hadi kufikia tani milioni 11,420,327.06 kwa mwaka 2022-2023, sawa na ongezeko la asilimia 26.24. Takwimu hizi ni kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo, mwenendo wa uzalishaji wa mazao ya kilimo. Katika chapisho lake la mwenendo wa uzalishaji wa mazao ya kilimo, huku zao la mahindi pekee katika msimu wa mwaka 2020-2021 ilikuwa ni tani milioni 7,039. Msimu wa mwaka 2021-2022 ilikuwa ni tani milioni 6,417, na msimu wa mwaka 2022-2023 ikaongezeka na kufikia tani milioni 8,10,949, sawa na ukuaji wa asilimia 24.8, ikiwa na maana kuwa katika msimu uliopita wa kilimo wa mwaka 2022-2023 Tanzania iliweza kujitosheleza kwa uzalishaji wa mahindi kwa asilimia 120 kufuatia uzalishaji wa tani milioni 8.0, huku mahitaji halisi nchini yakiwa ni tani milioni 6.6. Hii ina maana kuwa swala la mavuno limekuwa na neema kubwa kwa wavunaji wa mazao kama mahindi. Ezekiel Mtewa ni mmoja ya wakazi ambaye kabla alikuwa ni mfyatuaji wa tofari. Anasema kuwa kuna wakati ilikuwa ni ngumu atakopata pesa ya kukidhi mlo mmoja kwa siku na familia yake. Kwa kweli ilikuwa ni shida, maana unajikuta kwa siku unaingiza shilingi 5,000. Wakati ukirudi nyumbani mahitaji yanapitiza kwenye shilingi 5,000. Kwa hiyo ilikuwa ni shida. Na unajikuta muda mwingine unakula mlo mmoja. Umeona? Hasa baada ya kuona vile nikasema, aise, hebu nijaribu kutafuta ajira nyingine inayopatikana. Hasa bahati nzuri nilisikiza redio. Kuna kipindi kimoja wanatangaza kuhusu ajira kwenye kampuni la Irodani. Mtewa ambaye ni baba wa mtoto mmoja anasema ilikuwa ni ngumu hata kuelewana na mwenza wake, lakini sasa migogoro imeota mbawa na wanatamba kama wapo Ulaya. Sana. Zao zinakuwa nyingi. Unajikuta muda mwingine anasema, "Mume gani hata kula nakuta tunashindwa." Inakuwaje hapa? Basi unabaki na msemo kusema hivi, ya kesho tujui. Hebu niamke kesho nikapambane nione kama nitapata chochote. Lakini ndio hivyo, ikawa hali ni ngumu siku hadi siku. Ugovu hapa na pale inakuwa ni kawaida. Lakini sasa hizi nilivyojiunga hapa, yeye mwenyewe anasema huko bwana wabarikiwe sana. Kazi imekuwa ni nzuri. Maana sasa hizi wakakula chai nini hapa mambo yanaenda vizuri. Nakula muda mwingine kama kizungu wakati maisha yenyewe ndio hivyo. Uvunaji, usafirishaji na uhifadhi wa mavuno ya mahindi katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki yamekuwa yakitumia mbinu za ukale, lakini mambo ni tofauti kwa hapa, kwani wakazi wa eneo hili wanatumia mbinu za usasa katika kutekeleza shughuli zao za uvunaji. Shughuli zote hizi zinafanyika kwenye mahala ya uwekezaji wa kampuni ya AM Jordan ambayo imekita mizizi katika uuzaji wa mahindi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa upande wake, Bi Merina Isa Memonya
mama wa watoto wawili, aliamua kuikacha biashara yake ya uuzaji wa matunda na kuja hapa ili apate chochote kitakachompiga jeki kwenye maisha yake. Huu ni mwezi wake wa 24 akifanya kazi ya kuchambua na kuchenjua mahindi, na bila kumung'unya maneno anakiri kusomesha wanaye kupitia kile anachokipata hapa. Kwa kweli naweza nikasema imenikwamua pakubwa. Kwa kipato ninachokipata hapa imenikwamua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu nasomesha watoto kupitia hii hela, na somesha na pamoja na kulea familia. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, swala la uvunaji bora uchochea ubora wa mazao baada ya mavuno. Mathalani, mavuno ya mahindi nje ya nchi kwa msimu wa mwaka 2020-2021 ilikuwa ni kiasi cha tani 5.8, kupelekea kuingiza nchi mapato yenye thamani ya shilingi bilioni 629 kutoka mauzo ya tani 1.7 yenye thamani ya shilingi bilioni 124. Edson Mkole, miongoni mwa wasimamizi wa ghala linalomilikiwa na kampuni ya AM Jordan, anawataja wafanyakazi wanaoshughulika na masuala ya uvunaji katika eneo hili kwamba ni watu muhimu, ndio maana wanawathamini. Kazi ambaye leo hiyo unamwona hapa anashusha gunia, anashona, anakwenda kupanga kipeto huko kwenye steka. Sasa hawa watu ni watu muhimu sana kwetu. Yaani sisi kwetu ni watu muhimu sana, na malipo yao inategemeana na kazi waliyofanya, na tuko makini sana. Tunahakikisha pindi mtu anapofanya kazi yao kwa siku akimaliza, malipo yao yanafanyika, na unakuta kwamba wenyewe pia wanashawishika, kwa sababu unakuta mtu anatoka nyumbani anafika hapa mpaka jioni inapokuwa imeisha, anatoka na kipato kizuri kabisa. Unakuta anatoka na 50,000, anatoka na 70,000, anatoka na 60. Kwa hiyo anapata kipato ambacho kwa namna moja au nyingine kinaweza kwenda kumsaidia kwenye maisha yake kwa namna moja au nyingine. Wengi wanakuja kufanya kazi kwenye kampuni hii, haimaanishi walipotoka walikuwa hawana shughuli ya kufanya, ila ulipaji mzuri na mazingira bora kwa kazi moja ni kitu kinachowavutia. Bwana Kaiza Chesko Kadaga, yeye aliamua kuacha biashara yake ya uuzaji wa bidhaa yani machinga na kujiunga na AM Jordan. Biashara ilikuwa mbaya sana, hata 10,000 naingiza, lakini ikichangamka 20, 30, ikizidi sana mpaka 50 hivyo. Naweza nikasema kwamba kilichonifanya ni shift kutoka kule kwenye biashara ya chinga kuja huku, naweza nikasema ni ile ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi, kwamba biashara kidogo ilikuwa imeyumba, kwa nikasema angalau nije nitafute riziki upande wa pili ambako ndo huku. Naweza nikasema hivi, kipato yani hela ambayo naingiza hapa ni nzuri, kwa kifupi ni nzuri sana, na wakati mwingine yani haipungui 20, 30, wakati mwingine kazi ikichanganya vizuri kabisa mtu anaingiza mpaka 80 laki kwa siku. Ni kawaida kabisa kwa mimi mkazi wa kiume. Mbali na kuajiri watu wengi kwa ajili ya kufikisha uzalishaji, kampuni imekuwa ikifanya biashara na shirika la mpango wa chakula duniani. Johnny Mtembele ni mkaguzi wa ubora kutoka WFP. Anaweka wazi kwamba mahindi yanayotoka hapa yanakidhi kiwango cha kimataifa. Ubora kwa mazao tunayozalisha AM Jordan naweza nikasema ni 98%. Yapo kwenye ubora wa hali ya juu sana. Hadi sasa ni miaka 6 tangu shirika hilo la Umoja wa Mataifa na kampuni hii waingie kwenye mkataba wa kufanya kazi, na ipi siri ya kudumu kwao kwa miaka yote hiyo? Namna vile kampuni inapozingatia ubora na viwango, yani tunazungumza ubora na viwango, maana ni issue ya mahindi. Kuna issue ya ujazo ambao umekamilika, lakini pia kuna issue ya ubora pia. Tuna maafisa ubora ambao wako makini sana, wanazingatia ubora vizuri kuhakikisha mahindi hayo ambayo yanapelekwa kwenye hizo nchi yakiwa yako salama, kwa sababu wako wengi ambao wanatamani kufanya kazi na nchi mbalimbali au kufanya biashara na nchi mbalimbali. Changamoto kubwa ambao huwa inawakumba ni issue ya ubora. Kwa hiyo hata ukijaribu kuangalia unaona operations zinaendelea hapa, hiyo yote namna gani kampuni inavyozingatia hasa kwenye issue ya ubora, na ndivyo tunavyoweza kufaulu kuhakikisha tunadumu kwenye soko kwa muda mrefu sana. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, na kufika hapo naweka nukta katika makala haya ya Afrika Mashariki. Leo tulituama kuangaza na kumulika namna baadhi ya wakazi wa mkoa wa Njombe, nyanda za juu kusini mwa Tanzania, wanavyotumia msimu wa mavuno kujipatia ajira. Mwandalizi na msimulizi wako ni Martin Nyoni. Nasema kwaheri kwa sasa na uwe na wakati mwema.